Kando na hayo ni kwamba serikali ya kaunti ya Mombasa kwa ushirikiano na shirika la MSF imezindua kituo cha mafunzo na majaribio kukabiliana na ugonjwa wa Ebola katika hospitali ya Port Reitz ili kuimarisha utayari wa wahudumu wa afya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Mwanahabari wetu James Mwangi anaarifu. Kenya inapoendelea kujiandaa kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola ambao umeendelea kuwa tishio kwa baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki, serikali ya kaunti ya Mombasa imeimarisha juhudi hizo kwa kuzindua kituo cha mafunzo ya kukabiliana na Ebola. Kituo hiki kikitarajiwa kuwapa wahudumu wa afya ujuzi wa kutambua wagonjwa wanaoshukiwa kuambukizwa, kuwahudumia kwa usalama na matumizi ya vifaa vya kujikinga. This is a simulation center or a training center which is very key on how to really equip our healthcare workers, on how to respond, how to just get prepared. Currently we are training around 20 healthcare workers from different cadres. This includes the doctors, the clinicians, the public health team and the surveillance team. Meneja wa huduma za dharura za kiafya katika kaunti ya Mombasa, Fatma Ali, amebaini kuwa kaunti hiyo ni miongoni mwa kaunti zilizoorodheshwa kuwa katika hatari ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola na kuna umuhimu wa kuchukua tahadhari za mapema kuhakikisha wamejiandaa kukabiliana na ugonjwa huo. Mombasa County has been marked as one of the high priority counties within the country, and so as part of those preparedness efforts, we've partnered with MSF to come up with this hub, which will act as a center for skill development as well as simulation exercises and professional development as well. Mratibu wa shirika la MSF, Sarah Lachat, amebaini kuwa watakaohusika kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya katika kituo hicho wana uzoefu wa moja kwa moja wa kukabiliana na Ebola nchini Guinea na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wanaelewa hofu, unyanyapaa na taarifa zisizo za kweli zinazoenezwa kuhusu Ebola. MSF people who have joined this preparedness exercise are all very well trained because we were part of the response in Guinea in 2014. So we have been exposed to, for instance, the social reactions that can appear in the communities because it creates panic, so we can help for this pillar, community engagement. But of course, our doctors and nurses have also been exposed to real case management of Ebola patients, and they are currently training new health workers for them to be equipped with the necessary skills. James Mwangi, makala ya Undugu Afya.